Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku ya leo umeweza kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bana, daktari ambaye alimhudumia Wema Sepetu tangu kipindi chake chote cha ujauzito mpaka Wema Sepetu alipojifungua. Bana, siku ya leo umeweza kuzungumza na waandishi wa habari baada tu ya kuhojiwa maswali kutokana na ule wasiwasi mkubwa mitandaoni. Mashabiki wamekuwa wakioji, wengine wakiwa wanajiuliza kwamba kuwaje Wema Sepetu amepata ujauzito mpaka amjifungua mtoto, huku wasiwasi mkubwa ukiwa ni kwamba huenda wamepandikiza mtoto au ile mimba ambayo tulikuwa tunaona Wema Sepetu anajiposti mitandaoni ilikuwa ni ujauzito wa bandia. Lakini daktari siku ile ameweza kuthibitisha na kueleza makubwa kuhusiana na ujauzito mzima wa Wema Sepetu, lakini pia kitu ambacho amekizungumzia zaidi ni kuhusiana na jinsi ambavyo huyu mtoto alikuwa jasiri sana kwa Wema Sepetu. Kwanza kabisa, huyu daktari ameweza kueleza kitu kimoja. Amedai kwamba Wema Sepetu baada ya kugundua yeye ni mjamzito, kwa sababu alichelewa kugundua, alishakata tamaa na akaja akagundua ana ujauzito wake ulipokuwa na miezi 5, ndipo akafahamu kwamba yeye ni mjamzito. Na daktari huyo yeye pia hakuamini, kwa sababu mara zote wamekuwa wakifanya vipimo kwa Wema, wanagundua Wema ni mjamzito, lakini baadaye ujauzito unaharibika, inatokea miscarriage yoyote, Wema Sepetu inampata shida, ujauzito ule unatoka. Sasa jambo ambalo daktari huyu alilishangaa, ujauzito huu ulikuwa tofauti sana, kitu ambacho kilimshangaza hata yeye. Kwa miaka yote anamhudumia Wema, lakini hajawahi kuona maajabu kiasi hichi. Anakuambia mimba zote za Wema Sepetu zilikuwa zinaishia miezi 3 kushuka chini, yani hakuna ujauzito wowote ambao umefika miezi 5. Sasa akamwambia Wema huenda huyu ni mtoto ambaye atakuwa jasiri sana na watafanikiwa kumpata, yani Wema atajifungua. Kitu ambacho daktari huyu anadai aliwashauri tu kwamba wasiweke mitandaoni, lakini pia waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, waendelee kuhudhuria kliniki vizuri, ili mradi tu mtoto huyu aweze na yeye kuja duniani. Na ndicho kitu ambacho kimefanikiwa kwa asilimia kubwa sana, na wao pia kama madaktari wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hiyo kubwa ambayo wameweza kumsogeza Wema Sepetu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Wema Sepetu amejifungua salama, na daktari huyu ameweza kukanusha zile taarifa ambazo watu wanazizungumza mitandaoni kwamba Wema ile ni mimba feki, lakini pia wengine wakiwa wanasema Wema amepandikiza. Daktari amethibitisha wazi kwamba yeye ni daktari ambaye amemhudumia Wema Sepetu tangu kipindi ujauzito na miezi 5 mpaka Wema amejifungua. Yeye alikuwa ni daktari wake mkubwa, na changamoto yoyote ikitokea kwa Wema alikuwa anawahi nyumbani kwa ajili ya kumsaidia, ili mradi tu kuweza kunusuru maisha ya yule mtoto aliyoko tumboni kwa Wema Sepetu. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Wale watesi ambao walikuwa wanafikiri au kudhani kwamba ile ni mimba bandia, jamani, daktari ameshathibitisha wazi kwamba ni mimba ya kweli, mtoto tayari ameshazaliwa. Tuendelee kumsupport Wema Sepetu, tuendelee kumfurahia mtoto wetu Baby Olly. Na sasa hivi tunaelekea katika 40 ya Baby Olly tarehe 23 ya mwezi huu wa 7. Bana, kitanuka sana. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.